Tupo na Joti, mmoja kati ya watu ambao wameshiriki katika dua ya kumwombea na kuaga mwili wa msanii mkongwe wa filamu Mzee Hashim Kambi. Joti, poleni sana kwenye tasnia. Nashukuru sana, shapoa. Hakika na Joti na msiba huwa hauzoeleki. Shapoa. Ni kama tasnia ya kiwanda cha burudani kwa ujumla imepata pigo. Kwenye Bongo Flava amefariki Spark, kwenye Bongo Movie amefariki Mzee Kambi. Binafsi mmejipangaje kwa safari zinazokuja, labda kwenye hii safari za mwisho za umauti wetu? Kikubwa kwa sababu sisi wanadamu, hata kwenye maandiko wanasema kwamba kila nafsi huwa lazima itaonja mauti. Kwa hiyo ni Mungu anatukumbusha kwamba yeye yupo na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunajiweka tayari kila wakati. Yaani unapopata pumzi ambayo Mungu anakupa, Mungu asante. Unapotembea popote pale, lakini pia kujiweka tayari kwa maana ya kwamba kutenda yale ambayo Mwenyezi Mungu anapendezwa nayo. Lakini pia niseme ni kweli ni pigo kubwa kwa pande zote mbili, upande wa Bongo Flava na upande wa Bongo Movie, na kikweli nafasi zao hasa nikisema kwa upande wa mzee wetu Mzee Hashim Kambi, kikweli ni mzee wetu ambaye kikweli nasema kama ni sanaa ametendea haki vilivyo na anastahili heshima kubwa sana mzee. Kwa hiyo kikubwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu ampokee na amweke mahali pema. Hiyo ndio upande huu wa Bongo Movie au waigizaji ambaye pia unashiriki Joti, inaonekana mna ile nguvu ya pamoja kwenye matatizo, kwenye raha, mna ile nguvu matabaka hapo, kitu ambacho Bongo Flava kina miss au kinashindikana kufanyika kwa sasa hivi. Huu mmoja wenu unatengenezwa na nini, na kipi ambacho mnahisi mmewazidi wa Bongo Flava kwenye upande huo? Mimi siwezi kusemea upande wa Bongo Flava, lakini upande wa Bongo Movie nasemea ni kwa sababu tulishasubutu kuwa na moja. Kama utakumbuka miaka ya nyuma wasanii wa Bongo Movie wengi tulikuwa tunakutana sana Leaders. Ilikuwa ni kitovu ambacho ilikuwa wewe mwenyewe tu unasema mimi kwa sababu ni msanii mwigizaji, najua ikifika weekend Ijumaa, Jumamosi, Jumapili lazima niende Leaders. Kufika pale unakuta familia yako. Nafikiri ile imechangia kiasi kikubwa, lakini pia imeweka kama muhimili ambao ndio maana unakuta tukikutana hivi mara nyingi huwa tunakumbuka sana mbali, lakini kwa sababu kuna misingi ilitengenezwa na iliwekwa, ndio ambayo mpaka leo inatuguide, inatuongoza katika kuonekana namna gani bado tuna umoja. Lakini pia mimi niendelee kuambia tu wasanii tuwe na utaratibu au tuweke angalau utaratibu ambao utakuwa ni mwepesi wasanii kuwa tunakutana, kwa sababu naamini kwenye kukutana vitu vingi vinaweza vikajengeka. Leo hii mzee wetu umetukutanisha hapa, tuko hapa leo kwenye nyumba ya ibada na ndio ataondokea hapa, lakini naamini kama tungekuwa na utaratibu ambao naamini ulikuwa hapo mwanzo wa kukutana mara kwa mara. Tuko na watu wazima katika sanaa tasnia hii, tuko na vijana na rika sasa hivi tuko nalo, ambao kila mtu kwa mawazo yake tofauti tunaweza kutengeneza misingi ambayo ilikuwepo na tuendelee kuwa nayo na tusiweze kuiacha. Kwani sasa hivi huwa mkutani mara kwa mara labda, au mnakutana kwenye shida? Sasa hivi kwa sababu kiukweli sasa hivi kukutana imekuwa changamoto. Ndio maana nikasema kwa sababu kulikuwa kuna misingi ilishajengwa hapo nyuma. Hiyo ndio imekuwa kama ni sehemu ambayo ya muhimili wa sisi kukutana. Na ndio maana hata ikitokea msanii imetokea bahati mbaya aweze kwa kuumwa au kumemkuta mauti, lazima tukutane na tunaonana. Lakini kama tungekuwa na utaratibu tena mwingine wa kusema kwamba tunapata sehemu ambayo tunasema wasanii waigizaji tunakutana hapa eza kwa kila mwezi hata mara moja, unapokutana sio tu kwa sababu ya kujadili matatizo, ila mnapokutana inakuwa ni rahisi. Hata kama mna msanii yuko mkoani na anataka kwenda Dar es Salaam, akija anajua kwa kuna familia yangu iko Dar es Salaam. Hiyo ndio. Niwape pole sana na tasnia na pole kwa waigizaji wote ambao wameguswa na msiba. Asante sana, shukuru.